Mchezo wa kesho kwa dabi ni moja pekee Afrika inayotazamwa, na hiyo ni Yanga na Simba. Mechi muhimu kweli kwa Simba kwa ajili ya kwenda kutaka ubingwa, lakini pia mechi muhimu kwa Young Africans kwa ajili ya kwenda kutetea ubingwa wao. Mambo ni mengi sana ambayo yanaendelea, lakini updates ambayo ninayo kwa sasa inasikitisha, na pengine kwa mashabiki wa Simba wanaweza wakafikiria zaidi kuhusiana na hile. Bana, taarifa nilizopata hivi punde, taarifa ambazo zimenifikia hivi punde ni kwamba kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba walifika mapema sana katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi yao ya mwisho, kama ambavyo kanuni inasema kwamba timu ngeni inapaswa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, na muda ule ambao mechi itaenda kuchezwa ndio timu hiyo inapaswa kufanya mazoezi yao. Na Simba Sports Club saa 1 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki tayari walikushafika katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi yao ya mwisho ili kwenda kumkabili mtani wake Young Africans. Lakini taarifa ambazo na kufikishia zenye uhakika 100% ni kwamba bwana, kikosi hicho cha Simba hakikuweza kufanya mazoezi. Kwa nini hakikufanya mazoezi? Ni kwa sababu makomando wa klabu Young Africans waliweka ngumu kweli kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba na basi lao, wachezaji na basi kwa ujumla wake kushindwa kuingia katika dimba la Benjamin Mkapa na kwenda kufanya mazoezi. Mvutano ulikuwa mkubwa sana, takriban masaa mawili ili timu hiyo iweze kufanya mazoezi, kwa sababu ni mazoezi muhimu sana kuelekea mechi yenyewe. Lakini bado makomando pamoja na wasimamizi wa mchezo au wasimamizi wa uwanja waliweka ngumu kweli Simba wasiweze kufanya mazoezi yao, na hadi kufikia saa 3 kwa saa za Afrika Mashariki kikosi cha Simba kikabidi sasa kukubali kikaondoka, yani kwa maana basi la wachezaji pamoja na kosta ambazo zilikuwepo na viongozi kwa upande wa benchi la ufundi wakaamua kuondoka, kuacha sasa makomando ambao ni wa Young Africans waliowabana Simba kutokuingia kufanya mazoezi, wakawaacha wao waendelee na mambo yao. Lakini Simba wao ukweli ni huu kwamba hawakufanya mazoezi. Taarifa ni rasmi, na ukipita kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii utaiona taarifa hii, lakini kwa ukubwa wake pia video ndogo hii utaiona. Na Simba wao mpaka sasa kinachozungumzwa ni kwamba ni muhimu zaidi wao kufanya mazoezi siku hii hapa leo, kwa sababu walifanya mazoezi yao Bunju na nini, lakini kuelekea mechi lazima ufanye mazoezi siku moja kabla ya mechi. Sasa kama hujafanya mazoezi ni kwamba unalazimika kucheza bila kufanya mazoezi, kwa maana siku moja kabla ya mechi kucheza bila mazoezi itakachofanyika ni kufanya tu warm up, kwa sababu Simba hawawezi wakaenda kufanya mazoezi Bunju usiku wa leo, muda utakuwa umekwisha kwenda. Lakini pia inaleta athari kwa upande wa kikosi. Sasa hapo walikaa takriban masaa moja kikanuni Simba wao wako sawa, ndipo akaamua kikanuni Simba namna ambavyo vurumai lilikuwepo. Tazama namna ambavyo heka zilikuwepo, Simba wakijaribu kupambana kutafuta upenyo kuingia, lakini getini pale kukiwa kuna heka ya hali ya juu sana na viongozi wakipambana kweli, lakini mwisho wa siku makomando wa Young Africans wao ndo akashinda. Na kama ambavyo unatazama, itazame vizuri sana hii video, utaona wazi namna ambavyo mambo yamekuwa, kwa sababu ni mechi ambayo Simba wanaitaka. Lakini kumbuka mazoezi ni muhimu kikanuni, walikuwa wanapaswa kufanya mazoezi wao Simba, lakini mwisho wa siku ndio hivyo, heka zimekuwa nyingi hapo. Wewe jaribu kutazama namna ambavyo Simba wanapambana, wamesubiria kwa muda mrefu kuingia, lakini imeshindikana, na makomando wakiendelea kurusha maneno, lakini pia wakiwanyima fursa Simba kuingia na basi lao. Na hapo ndiko ambako mashabiki pia walifika nao kuleta vurumai hapa na pale, mashabiki wakishinikiza gari la Simba kuingia ndani kwenda kufanya mazoezi, mashabiki wakipiga kelele, kila mmoja akiongea la kwake, kila huyu akipiga story, huyu akizungumza hili. Yote kwa yote ni kuona kwamba namna gani timu ya Simba inafanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo imewachukua muda mrefu sana katika hali hiyo, na wengi wao wakija na sintofahamu ya kwamba kanuni Simba wanatakiwa wafanye mazoezi siku moja kabla ya mchezo na muda ule ambao mpango kwa ajili ya mechi. Kwa hiyo Simba wao kikanuni wako sawa, lakini kilichotokea ni kwamba makomando wa Yanga wao wanasema hawafahamu, hawana ratiba ya Simba wao kwenda moja kwa moja kwenye mchezo huo na kufanya mazoezi, kwa sababu wao hawakupewa hiyo taarifa ya kufanya mazoezi. Ndipo ambapo wakaweza kuwazuia Simba
wao wasihusike kabisa kwenye mazoezi ya siku hii ya leo. Na nikwambie tu kanuni, timu ngeni inapaswa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tajwa wa mchezo husika. Yaani kwa maana kama ni saa moja basi ni saa moja muda wa mazoezi, lakini pia sababu zozote za kukwamisha timu ngeni kukidhi pasavyo au kupata haki hii zitathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo kwamba bwana kuna 1 2 3 itapelekea kuona namna gani ambavyo Simba wao wanapaswa kufanya. Na of course Simba ni wazi wamenyimwa haki yao ya msingi kanuni, na kama kulikuwa na changamoto yoyote ya kupelekea mgeni wa mchezo asifanye mazoezi mwenye majibu sahihi na kueleweka hapo, basi ni kama kanuni ambavyo nimetoka kukujuza hapo awali. Na nikwambie pia nimejaribu kutazama kanuni ya mwaka 2024, kanuni ya bodi ya ligi kwa maana toleo la 2024, kifungu kinasema kwamba kuhusu taratibu za michezo kinasema kwamba timu inapaswa kufanya kosa la kikanuni haimaanishi mpinzani apewe ushindi. Yaani kwa maana timu ikifanya kosa la kikanuni, kwa maana likikosa, mfano Simba kama ambavyo wamekosa kufanya mazoezi yao kuelekea mechi ya kesho, basi haimaanishi mpinzani apewe ushindi. Hivyo maana yake kosa la kikanuni linaadhibiwa kikanuni, na sio kwamba Simba wao wasusie mechi na wapewe matokeo au wapewe matokeo ya mezani. Lakini kwa kuwa Simba wao wanafanya mazoezi, kutofanya mazoezi ni kosa la kanuni, basi kitokea akigoma kwenda kwenye uwanja wa mechi hiyo kesho, maana yake Yanga atapewa alama 3 na mabao 3 kwa kuzingatia kanuni hiyo toleo la 2024. Kwa maana Simba wao lazima hiyo kesho wacheze mechi, hakuna namna yoyote, hakuna kukimbia mechi kikanuni. Swala hilo litatatuliwa kikanuni na sio wao Simba kugomea mchezo. Kwa hiyo story ilikuwa kubwa sana na scenario ndo kama hivi umeona, lakini kubwa zaidi ni Simba wao kuendelea kuhitaji zaidi ushindi kwenye mechi ya kesho, na figisu na fitness zimekuwa nyingi. Utajiuliza makomandoni kina nani hawa? Wamekuwa wakipata nafasi wapi? Wamekuwa wakipata mandate wapi? Wamekuwa wakipata nguvu wapi ya kuweza kuwavuruga Simba namna hii? Yaani wamekuwa na mandate hiyo, sauti wameitoa wapi? Kwa hiyo mambo ni mengi. Simba pia waache unyonge umezidi sana. Kuna muda inabidi waache unyonge, wafanye makubwa, wafanye kile ambacho wanapaswa kufanya, kama ambavyo jina lao ni Simba na wao ni klabu kongwe. Weka ngumu kweli kweli kwa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba na basi lao, wachezaji na basi kwa ujumla wake kushindwa kuingia katika dimba la Benjamin Mkapa na kwenda kufanya mazoezi. Mvutano ulikuwa mkubwa sana, takriban masaa mawili ili timu hiyo iweze kufanya mazoezi, kwa sababu ni mazoezi muhimu sana kuelekea mechi yenyewe. Lakini bado makomando pamoja na wasimamizi wa mchezo au wasimamizi wa uwanja waliweka ngumu kweli kweli Simba wasiweze kufanya mazoezi yao, na hadi kufikia saa 3 kwa saa za Afrika Mashariki kikosi cha Simba kikabidi sasa kukubali kikaondoka. Yani kwa maana basi la wachezaji pamoja na kosta ambazo zilikuwepo na viongozi kwa upande wa benchi la ufundi wakaamua kuondoka, kuacha sasa makomando ambao ni wa Young Africans waliowabana Simba kutokuingia kufanya mazoezi, wakawaacha wao waendelee na mambo yao. Lakini Simba wao ukweli ni huu kwamba hawakufanya mazoezi. Taarifa ni rasmi, na ukipita kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii utaiona taarifa hii, lakini kwa ukubwa wake pia video ndogo hii utaiona. Na Simba wao mpaka sasa kinachozungumzwa ni kwamba ni muhimu zaidi wao kufanya mazoezi siku hii hapa leo, kwa sababu walifanya mazoezi yao Bunju na nini, lakini kuelekea mechi lazima ufanye mazoezi siku moja kabla ya mechi. Sasa kama hujafanya mazoezi, it means kwamba unalazimika kucheza bila kufanya mazoezi, kwa maana siku moja kabla ya mechi kucheza bila mazoezi, kitakachofanyika ni kufanya tu warm up, kwa sababu Simba hawawezi wakaenda kufanya mazoezi Bunju usiku wa leo, muda utakuwa umekwisha kwenda. Lakini pia inaleta athari kwa upande